ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، وتوفيق يا الله سبحانه جل وعلا na Sadat, tuliweza kukamilisha walillahi alhamd qissa cha mala min bani Israil ambacho tulikieleza sehemu baada ya nyingine kulingana na zile aya za Qur'an na utaratibu wake ambao Allah subhanahu wa ta'ala amekieleza kisa hicho, na kadhalika tuliwahi kupata fawaid durus ambazo wanazuoni walizifanyia istinbat kutokamana na masimulizi ya kisa hiki ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amekisimulia yeye mwenyewe. Na durus na mafunzo tuliyoyapata katika kisa hichi ni umur adhima, na kadhalika ahkam shar'iyya, ahkam aqadiyya, na ahkam ambazo zinahusiana na masail ya siasa shar'iyya na imara. Yote haya ilikuwa katika kisa hiki ambacho subhanahu wa ta'ala amekieleza kwa ufasaha mkubwa na amekieleza kwa bayan ambayo inamtosheleza kwa mwenye kusikia kuweza kufaidika na kuwa na ibra. Baada ya kukamilisha maneno haya walillahi alhamd, katika darsa ya leo bimashiati llahi ta'ala na kuendelea mbele, tunasongea katika aya inayofuata ambayo inakuwa katika mwanzo wa suratu mwanzo wa juzuu ya 3 ya suratul Baqara. Kwa kuzingatia ya kwamba Qur'an imegawanywa katika ajza ambazo ni juzuu 30, aya hii ambayo tutaanza kuifasiri leo insha Allah taala ni mwanzo wa juzuu ya 3. Kwa maana hii ni kwamba tumekamilisha juzuu 2 mpaka kufikia katika darsa iliyopita, walillahi alhamdu wal minna. Hii yote ni kwa fadhila yake Allah subhanahu wa ta'ala na kwa taufiki ambayo Allah subhanahu wa ta'ala humwezesha na humpa mja wake. Lakini bado tuko katika surat al-Baqara, na kadhalika kwa hisabu ya kwamba Qur'an pia imegawanywa katika ahzab, na hizbu za Qur'an ni 60. Kwa hiyo mwanzo wa juzuu ya 3 ambayo tutaanza kuifasiri leo ni hizbu ya 5, kwa maana kwamba tumemaliza hizb 4 katika zile hizb 60 za Qur'an, na juzuu 2 katika hizi ajza 30 za Qur'ani tukufu. Al-Haqq tabaraka wa ta'ala tuambia katika mwanzo wa juzuu hii ya 3 aya ya 253, tilka ar-rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinat wa ayyadnahu bi ruhil qudus ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. Hii ndio aya ambayo tutakuwa nayo inshallah katika jalsa ya leo bimashiati llahi ta'ala, na endapo wakati utakuwa unaruhusu kukamilisha tafsiri ya aya hii, basi tutaikamilisha bimashiati llahi ta'ala. Tafsiri yake kwa jumla au tarjama yake kwa jumla ni kwa Allah subhanahu wa ta'ala atuambia tilka ar-rusulu, hao ndio mitume, faddalna ba'dahum ala ba'd,
mitume ambao tumewafadhilisha baadhi yao juu ya wengine. Minhum man kallama Allah, miongoni mwa mitume hao waliofadhilishwa ni wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala alizungumza nao. ورفع بعضهم درجات, na wengine ambao Allah subhanahu wa ta'ala aliwanyanyua katika daraja. وآتينا عيسى ابن مريم البينات, kadhalika tumempa Isa mwana wa Maryam alama na miujiza ambazo zilikuwa wazi na miujiza. Wa ayyadnahu bi ruhil qudus, na tukampa nguvu kadhalika Isa mwana wa Maryam, nguvu ya ruh al-Qudus ambaye ni Jibril alayhi salam. Walau shaa Allahu maqtatala alladhina min ba'dihim min ba'di ma ja'atuhum al-bayyinat, na lau Allah subhanahu wa ta'ala angelitaka, mashia au angelipenda au angelitaka, wasingelipigana watu kupigana wenyewe kwa wenyewe au watu kupigana na wale walioamini baada ya kujiwa na alama zinazotoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala pamoja na dalili na hujja. Walakin ikhtalafu, lakini walikhtalifiana. Faminhum man amana wa minhum man kafar, miongoni mwao baada ya kukhtalifiana wakaamini na wengine wakakufuru. Walau shaa Allahu maqtatalu, na angalitaka Allah subhanahu wa ta'ala wasingalipigana. Walakin Allah yaf'alu ma yurid, lakini Allah subhanahu wa ta'ala ni mwenye kufanya yale ayatakayo. Aya hii tukufu ambayo tumesikia hakika imekusanya faida na ahkam na durus kadhalika adhima katika masaili ya iman na aqida, hasatan katika mlango wa al-iman birusul, na kadhalika imekusanya masail katika al-iman bilqadar, kadhalika imekusanya masail katika al-iman bi sifati Allah azza wa jalla al-ulya. Na yote haya ukiangalia kwa makini ni milango ya iman na milango ya aqida. Masomo ambayo yanatokamana au mafunzo yanayotokamana na aya hii tukufu na ahkam ni kama ifuatavyo. Awalan, aya hii tukufu imekuja kubainisha ulu manzilati ar-rusul wa raf'i sha'nihim wa manzilatihim wa tabaqatihim. Hili ndilo somo la kwanza ambalo linapatikana katika aya hii tukufu. Allah subhanahu wa ta'ala alitaka kutuonesha kwamba mitume ni viumbe ambao daraja yao ipo juu sana, daraja yao imeinuliwa, ni viumbe walio na rutba na walio na daraja na walio na manzila ya juu mbele Allah subhanahu wa ta'ala. Na somo hili linatokamana na tamko la kilugha ambalo ni tilka. Tilka katika lugha ya Kiarabu inaitwa ismu ishara. Ismu ishara katika lugha ya Kiarabu ina nyadhifa mbalimbali kulingana na ishara ile ipo wapi, inaonesha au inaelekeza wapi. Ishara ikiwa inaonesha jambo la karibu ina maana yake. Ishara ambayo inaonesha jambo ambalo halipo mbali wala karibu ina maana yake. Na ishara inayoonesha jambo ambalo lipo mbali ina maana yake. Sasa balagha ya Qur'ani inakuja kwa mfumo au maana ambayo inatufahamisha ya kwamba jambo laweza kuwa lipo karibu, lakini Allah subhanahu wa ta'ala akatumia ndani yake ishara ya mbali.
au kinyume chake, jambo ambalo lipo mbali, kisha Allah subhanahu wa ta'ala akatumia ishara ya karibu. Yote inarudi katika balagha ya Qur'an. Kanuni za kilugha zinatufundisha kwamba unatumia ishara ya mbali, tilka, kwa jambo au kitu ambacho kiko mbali. Kwa maana hii itakuwa ni sawa katika lugha kusema tilka alkawakib au tilka an-nujum, ile nyota au sayari unaziona, unaziishiria na unatumia tamko la tilka, ishara ya tilka, kwa sababu hichi unachokiishiria kipo mbali. Nyota ni vitu au viumbe ambavyo vipo mbali na mwanadamu. Kwa hiyo tamko litakuwa ni tilka an-nujum au tilka al-kawakib, na hili lipo wazi. Lakini endapo jambo litakuwa lipo karibu kisha inatumika ishara ya mbali katika balagha ya lugha ya Kiarabu na Qur'an, hiyo ina maana yake kubwa sana. Na maana yake wataalamu wa lugha na wataalamu wa tafsiri wanatuambia maana yake ni lidalalati ala uluwi rutbati wal manzila. Inapotumika ishara ya mbali kwa kitu cha karibu, maana yake ni kuonesha utukufu wa lile jambo na kwamba jambo lile linalozungumzwa lipo juu katika daraja na manzila. Mfano wa ibara kama hii katika Qur'an ni pale Allah azza wa jalla alipotuambia katika mwanzo wa sura hii ya pili ya Baqara katika Qur'an, sura ya pili. Sura ya kwanza suratul Fatiha. Allah subhanahu wa ta'ala atuambia katika aya ya pili, Alif Lam Mim, aya ya kwanza. Ya pili, dhalika alkitabu. Na sote tunafahamu na tunaamini ya kwamba kitabu kinachozungumzwa katika aya hii ni kitabu cha Qur'ani. Kwa hiyo kulingana na kanuni ya kilugha vile inavyojulikana na watu ni kwamba ilikuwa ishara katika aya hii iwe hadha alkitab, maana kitabu kinachozungumzwa ni Qur'ani na Qur'ani ndio hii iko hapa mbele yetu. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala hakutumia hadha alkitab, akasema dhalika, ni ishara ya mbali, wakati kinachoishiriwa kiko hapa mbele yetu, kitabu cha Qur'ani. Wakati huo wewe umekibeba unakisoma, kiko katika mikono yako. Sasa maana ya hii ishara kulingana na kile kilichoashiriwa, wakati kilichoashiriwa kipo karibu na ishara ni ya mbali, maana yake ni kwamba kile kinachoashiriwa ni kitu kilicho na taadhima, kilicho na shani kubwa na utukufu, ambayo ni Qur'ani, maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, na kitabu cha mwisho kilichoteremshiwa Mtume Muhammad salawatu rabbi wa salamu alayhi. Maana hii ndio iliyopo katika hii aya tunayoizungumza. Hawa mitume wanaotajwa ni mitume wapo karibu na watu, lakini Allah subhanahu wa ta'ala akatumia ishara ya mbali, tilka, hao mitume wako mbali. Akiwemo pia Mtume sallallahu alayhi wasallam na Mtume Muhammad alayhi as-salatu wa salam yupo karibu na watu, lakini pia na yeye akaingia katika jumla ya tilka. Sasa hii somo hili lipo hapa, ikhwatul iman, ni somo kubwa la kuonesha kwamba mitume hawa wa Allah subhanahu wa ta'ala wote ni viumbe ambao wamepewa daraja ya juu na wamenyanyuliwa katika rutba na katika manzila yao mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Bashar ni wanadamu kama sisi, kulingana na kwamba maumbile yao vile walivyoumbwa ni kama sisi, lakini wanakhtalifiana na sisi pakubwa sana inapokuja katika masala ya daraja na manzila mbele Allah subhanahu wa ta'ala. Mitume wote min ghairi istithna, bila ya kumvua mtume yote, wote mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala wapo katika daraja ya juu. Na somo hili Muislamu anatakiwa kulibeba kwa uzito katika moyo wake na kulikiri na kuliamini, kwa sababu ni miongoni mwa nguzo za imani. Haiwezi kuwa sahihi na kamili imani ya mu'min mpaka aamini mojawapo wa nguzo za imani ni imani yake juu ya mitume wa Allah subhanahu.
al-iman bir-rusul. Na iman bir-rusul ndani yake imebeba mambo mengi. Moja wapo ni kuamini kwamba hawa ni viumbe ambao Allah azza wa jalla amewatukuza, na utukufu wao unatokamana na hii kuenyuliwa katika daraja na katika manzila. Na ndio maana tukiwataja mitume wa Allah azza wa jalla, kuna tamko ambalo linafuatwa baada ya kila mtume, tunasema alayhi salam, au kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam tunasema alayhi salatu wassalam. Na kwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam imeongezeka alayhi salatu wassalam kutokamana na amri ya Allah azza wa jalla yeye mwenyewe katika suratul Ahzab. Ndio aliyetuamrisha tumswalie mtume Muhammad alayhi salatu wassalam kwa namna hii ambayo tunaitaja tukisema alayhi salatu wassalam, maana yeye ndiye aliamrisha hivyo kwamba tukimswalia mtume wetu tuchanganye baina ya sala na salam, na maana ya sala inajulikana na maana ya salam inajulikana. Akatuambia ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Idhan yujma' fi an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam baina salah wa salam. Somo la pili ambalo linapatikana katika linatokamana na aya hii tukufu, kadhalika bado tuko katika mlango wa iman, na masomo mengi ambayo tutasoma leo ni milango ya iman ambayo ni somo la tauhid na somo la aqida. Kubwa sana Muislamu mara kwa mara anahitaji somo hili, kwa ambaye amesoma na yajua anahitaji kujikumbusha saa zote, na asiyejua anahitaji na ni wajibu kwake kujisomesha na kujifunza. Somo la pili katika aya hii tukufu ni bayan fadl ar-rusul ala jami'i al-khalq wa fadli ba'dihim ala ba'd. Allah subhanahu wa ta'ala katika aya hii tukufu ametuonesha fadhila ya mitume juu ya viumbe vyote, yani juu ya wanadamu wote, na kadhalika katika aya hii kuna fadhila ya mitume wenyewe juu, baadhi yao juu ya wengine. Kwa hiyo hapa kuna tafdhil mbili, kuna tafdhil am na tafdhil khas, au kuna tafsil baada ya ijmal na takhsis baada ya umum. Takhsis baada ya umum, umum ni kwamba mitume wote wamefadhilishwa juu ya viumbe wote. Mitume wote wa Allah azza wa jalla ni bora mbele ya Allah azza wa jalla kuliko viumbe wote wasiokuwa mitume. Ile ni somo la kwanza. Yani somo hili la pili lipo katika ndani yake mna masomo mawili. Somo la kwanza ndio hili kwamba mitume wote wamefadhilishwa juu ya viumbe wote, wote kwa jumla, hiyo ni umum. Kisha kuna kuja takhsis, alafu kuna baadhi ya mitume miongoni mwa mitume ambao wamefadhilishwa juu ya mitume wenzao. Sio kama tunafahamiana vizuri ikhwan. Kwa hivyo haya ni masomo mawili katika somo moja, na hii kadhalika muumini anatakiwa kuamini. Kwa tunaamini ya kwamba mitume wote ni bora, halafu tunakuja katika takhsis ya kwamba katika hawa mitume wote ambao ni bora juu ya viumbe kuna mitume ambao wamefadhilishwa juu ya mitume wenzao ambao ni ulul azmi min ar-rusul. Kwa hiyo mitume wote ni bora, kisha hiyo ni am. Sasa inakuja tafsil au inakuja takhsis. Tafsil utasema baada ya ijmal, na takhsis utasema baada ya umum, ambayo ni kwamba kuna mitume ambao wanaitwa ulul azmi min ar-rusul. Hii ni daraja makhsus waliopewa baadhi ya mitume ambao wamefadhilishwa juu ya mitume wenzao. Kwa hiyo ni tafdhil fauqa tafdhil, huo ni ubora juu ya ubora. Kwa hivyo tayari wao wamepata ule ubora ambao mitume wote wanao, kisha wao wakaongeza ubora mwingine ya kwamba wamepewa daraja ya kuwa ni ulul azmi min ar-rusul.
Kisha ndani ya mitume walio na daraja ya ulul azmi min ar-rusuli pia kuna ubora mwingine mahsus, ya kwamba mbora wa mitume walio katika orodha ya ulul azmi min ar-rusuli, mbora wao katika wote ni Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, akifuatiwa na Mtume Ibrahim, akifuatiwa na Nabii Musa alayhi salam. Wengine wawili waliobakia ikhtilaf baina ulama, waliotaja Nuh thumma Isa na waliotaja Isa thumma Nuh. Ala kulli hal, hizi ni tafdhili tatu. Tafdhili ya daraja ya kwanza ala sairi al-khalq, hiyo ni umum. Kisha inaingia tafdhili ya pili ambayo ipo ndani ya mitume ambao wamefadhilishwa juu ya mitume wenzao ambao ni ulul azmi min ar-rusul. Na ulul azmi min ar-rusul ni mitume watano, tunawajua wote, wametajwa ndani ya Qur'ani kwa manzila au rutba au tamko hili ambalo linawakusanya wote watano. Kisha aya nyingine imekuja kuwataja hao watano wakina nani, lakini ni aya mbili mbalimbali. Aya iliyotaja ulul azmi min ar-rusul inasema fasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusul. Hiyo ndio aya ambayo imetaja ulul azmi min ar-rusul, lakini bil ijmal. Kisha aya nyingine ikaja kubainisha tafsil ya hawa mitume kwamba ni watano, na hawa mitume watano walipotajwa akatangulizwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa idha khadhna min an-nabiyyin mithaqahum, nakumbuka pindi au siku ambayo Allah subhanahu wa ta'ala alichukua kutoka kwa manabii mithaq na ahadi kutoka kwao. Baadaye wa minka wa min Nuh wa Ibrahima wa Musa wa Isa ibn Maryam. Allah azza wa jalla katika aya hii iliyowataja ulul azm min ar-rusul badaa biman, bin nabii sallallahu alayhi wasallam, baada ya umum. Wa idha khadhna min an-nabiyyin, min mitume wote kwa jumla, hiyo ni umum. Kisha anaingia takhsis wa minka. Mwanzo kabisa alianza naye Allah azza wa jalla huwa Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, pamoja na kuwa Mtume Muhammad alayhi salatu wasalam alikuja mwisho. Kabla yake alitangulia Nuh, kabla yake alitangulia Ibrahim, alitangulia Isa, alitangulia na Musa alayhi salam, lakini Allah azza wa jalla qaddama Muhammadan sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Wa minka wa min Nuh wa Ibrahima wa Musa wa Isa ibn Maryam. Kwa hiyo hawa manabii Allah azza wa jalla akawafadhilisha kwa namna hii. Narudia, tafdhil ya mitume wote juu ya sairil khalq. Kisha kuna tafdhil, ubora wa mitume, baadhi ya mitume juu ya mitume wenzao ambao wanaitwa ulul azmi min ar-rusul, ambao ni watano. Kisha katika hawa mitume watano akafadhilishwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam juu ya hawa watano. Kwa maana hii Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam atakuwa ndiye mtume aliye juu ya mitume wengine wote, salawatu rabbi wa salamuhu alayhi. Tukishajua hivi, inakuwa tumepata nukta nyingine muhimu katika jumla ya nukta ambazo tunafaa kuziamini katika imani yetu juu ya mitume. Lakini kuna swali ambalo linaibuka katika maneno haya, ambalo swala hili pia wengi katika wanazuoni wa tafsiri pia hulitaja kwa mnasaba huu, ya kwamba tumekwisha kufahamu kama inavyodhihiri katika aya hii na kama ambavyo aya hii inatoa hoja na dalili ya kuwa mitume wamefanywa bora juu ya wengine, na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ndio bora wao. Lakini kuna mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam
ambayo yanafahamika ndani yake ya kuwa haijuzu wala haifai kwa Muislamu kutafuta au kutaja ubora baina ya manabii au mitume. Na hasatan Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Na hadithi sahih zipo katika sahih Bukhari na Muslim. Mtume alayhi salatu wasalam aliwaambia Waislamu, la tukhayyiruni ala Musa, msinifanye mimi ni bora juu ya nabii Musa alayhi salam. Lafzi nyingine ya hadithi hii, la tukhayyiruni min baini al-anbiya, msinifanye mimi bora katika manabii wengine wote waliobakia. Na hadithi nyingine kadhalika katika sahih inasema, la yanbaghi li'abdin an yaqul ana khairun min Yunus bin Matta. Haifai kwa mja, hadith sahih fi al-Bukhari, haifai kwa mja yoyote kusema mimi, yani Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ni bora kuliko nabii Yunus bin Matta. Huyu nabii Yunus tunamjua huyu, wa inna Yunusa la min al-mursalin, aitwa jina lake Yunus bin Matta kama alivyomwita Mtume sallallahu alaihi wa sallam, babake ni Matta. Sasa hizi ni hadithi mbili, hadithi moja ina lafzi mbili, na hii ni hadithi ya pili, makhraj yake ni nyingine tofauti. Hizi hadithi mbili zinasimamisha au zinafahamika kutokamana na hadithi hizi ya kwamba si sawa kwa Muislamu kusema ya kuwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ni bora kuliko Nabii Musa, na ni bora Mtume Muhammad alayhi wasallam kuliko manabii wengine. Yeye mwenyewe amesema hivyo, amewakataza Waislamu. Kisha hapa katika aya hii tunataja hivi wazi ya kwamba Allah azza wa jalla anaeleza, na ndivyo inavyofahamika wazi katika aya hii, faddalna ba'dahum ala ba'd, mitume ambao tumewafadhilisha baadhi yao juu ya wengine. Sasa dalili hizi mbili zinakuja kushikana vipi? Yani tunazijumuisha vipi hizi dalili mbili? Dalili ya Qur'an inayoonyesha kwamba inafaa kufadhilisha mitume juu ya wengine, na ndivyo alivyokariri Allah subhanahu wa ta'ala na kutoa hukumu hiyo, na baina ya hadith inayofahamika ndani yake ya kwamba haifai. Ma sabilul jam' baina hadhaini an-nassayn? Wanazuoni walitoa jawabu nyingi, si moja, jawabu kadhaa, 5 6 na kuendelea. Katika hizi jawabu ambazo walitoa wanazuoni, jawabu mbili ndizo ambazo zina nguvu zaidi, kwa sababu ya wakati na kwa sababu ya kwamba nisiwachokeshe fahamu zenu sana. Tutakuwa kuna haja ya kutaja zile adilla ambazo zingine hazina nguvu, kama ile kauli inayosema kwa mfano ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema maneno haya kabla hajaambiwa kwamba baadhi ya mitume ni bora kuliko wengine. Hadha qaul ba'id, kwa sababu haina dalili ya kuonesha kwamba maneno haya yalisemwa kabla ya mtume kuambiwa aya hii, tilka ar-rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Kwa hiyo jawabu mbili ndio ambayo inasimama kwamba ndio jawabu za nguvu. Jawabu ya kwanza ni kwamba al-man'u min al-mufadalati baina ar-rusul fima idha kana at-tafadul على سبيل المفاخرة والتعالي، بحيث يفتخر كل قوم بنبيهم ويتعالى. Ndio jawabu ya kwanza, ya kwamba makatazo ya Waislamu kukatazwa kumfanya Mtume sallallahu alaihi wasallam ni bora kuliko manabii wengine au kushinda bora kuliko Nabii Musa alayhi salam. Haya makatazo
yamekuja kwa maana maalum na kwa lengo maalum. Maana maalum ni kwamba ikiwa ubora utakuwa ni kwa ajili au kwa njia ya kuonesha utafahari na kwa njia ya kuonesha taali, yani sisi au watu au kila pote la watu, kila mmoja ajifakhiri na nabii aliyetumilizwa kwao. Bani Israil waliopelekewa Musa alayhi salam, kwa mfano waseme kwamba wao ni bora kuliko Nasara waliotumilizwa Isa alayhi salam, hawa waseme sisi ni bora kuliko hao. Au kwa mfano sisi tuseme ni bora kuliko Bani Israil waliotumiliziwa Musa alayhi salam, au Manasara waliotumiliziwa Isa alayhi salam. Yani iwe ubora huu unakwenda kulingana na kila pote la watu au umma, kwamba kila mmoja ajifakhiri na ajinaki na nabii aliyetumilizwa kwao au kwake. Hadha huwa alladhi la yajuz, wa hadha huwa almamnu'u almadhmum. Hii ndio iliyokatazwa. Lakin idha kanat almufadalatu ala sabil alikhbari fajaiz, ikiwa mufadala inakuja kwa namna au njia ya kutoa habari na kueleza, hiyo jaiz. Kutoa habari na kueleza ni kama vile Allah azza wa jalla ametueleza ndani ya Qur'an, tilka ar-rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Hii ni ikhbar. Allah anatueleza na anatupa habari, na ndani yake kuna hukumu ya kwamba baadhi ya mitume ni bora kuliko wengine. Ikhbar min Allah subhanahu, hadha jaiz. Lakini isiwe kwa njia ya mufakhara, ya kujinaki na kujigamba na watu kuoneshana juu ya wengine kwamba sisi tuna mtume wetu ni bora kuliko mtume wetu. Dalili ya maneno haya ni kuwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, makatazo haya katika hadithi aliyatoa kwa sababu kulikuwa na kisa kilichotokea, na kisa hiki ndicho kinatoa ushahidi wa maneno haya, kwamba kulikuwa na mvutano baina ya Muislamu katika sahaba na Myahudi. Yule Myahudi akatamka maneno kwa kusema, naapa kwa yule ambaye amemfadhilisha Nabii Musa juu ya mitume wengine au juu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yule Muislamu akaingiwa na ghadhabu kubwa sana. Kwa nini unasema kwamba Nabii Musa ni bora kuliko Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam, au bora kuliko mitume wengine wote? Jambo hili au maneno haya yakamghadhibisha huyu Muislamu sahabi, wakazozana zaidi, fakada an yaktatila. Wakaambiwa au habari yao ikapelekewa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akaambiwa, ya Rasulullah, jamaa hawa wawili wanazozana na wamekaribiana kupigana na kuuana. Kupigana huyu ni kwa sababu amesema mimi ni bora, amesema na hapa kwa yule ambaye amemfanya Nabii Musa alayhi salam bora kuliko manabii wengine. Muislamu huyu akakasirika, akaingiwa na ghadhabu na hasira. Mbona unasema hivyo? Kwa maana ya kwamba Mtume Muhammad si bora kuliko Nabii Musa? Akamwambia la, Mtume Muhammad alayhi salam bora kuliko Nabii Musa. Kwa hiyo huu mzozo ukapelekwa kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, ndio akawaambia la tukhayyiruni ala Musa au la tukhayyiruni min baini al-anbiya. Kwa hiyo haya makatazo aliyasema Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoona kwamba huu mzozo uliosimama baina ya hawa watu wawili ni kwa sababu ya kwamba kila mmoja anavutia upande wa nabii aliyetumilizwa kwake. Huyu Myahudi anavutia upande wa Nabii Musa kwa kuwa Nabii Musa ndiye aliyetumilizwa kwa Bani Israil, na huyu sahabi kadhalika ya kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndiye mtume aliyetumilizwa kwake, aona kwamba haiwezekani kusema maneno haya ya kwamba Nabii Musa ni bora.
Kwa sasa hapa kumeingia mufakhara na kumeingia almufadhala ala sabili tafakhur wa ala sabili taali, almuaddi ila alkhusuma waljidal, jambo ambalo aghlabu linapelekea katika khusuma, jambo ambalo aghlabu linapelekea katika watu kuzozana na kupigana. Haifai. Lakini ikiwa tu ni kwa njia ya kutoa habari na kutoa bayan na kueleza, fahadha jaiz. الدليل على الجواز قوله تعالى فضلنا بعضهم على بعض. الجواب الثاني، jawabu ya pili ni jawabu ambayo ameieleza mwanachuoni al-allama al-mufassir al-Qurtubi rahimahullah ta'ala. asema النهي عن المفاضلة متوجه إلى النبوة. kule kukatazwa kwa Waislamu katika hii hadith, la tukhayyiruni ala Musa, la tukhayyiruni min baini al-anbiya, haya makatazo la yanbaghi li'abdin an yaqul ana khairun min Yunus bin Matta. Haya makatazo kwa Waislamu juu ya kutowafadhilisha manabii au mitume juu ya wengine ni makatazo ambayo yanakwenda moja kwa moja katika asli ya nubuwa. Asema lianna nubuwa wahida la mufadhala fiha, kwa sababu nubuwa ni moja, ndani yake hakuna ubora. Unabii ni ule ule mmoja. Unabii aliopewa Yunus ndio unabii aliopewa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ndio unabii aliopewa Nuh, aliopewa Yusuf, aliopewa Ibrahim na wengineo alayhi msalam. Ghair qabila litafadhul. Unabii huwezi kusema unabii wa nabii huyu ni ubora kuliko unabii wa nabii huyu, la, an-nubuwa wahida. Sasa ubora ni qadrun zaidun ala an-nubuwati raji'un ila ikhtilafi al-ahwali wal-awsafi wal-mu'jizat. Ubora unarudi katika jambo la ziada, ziada inayotokamana, ziada inayokuwa juu ya unabii, inayotokamana na sifa za yule nabii, hali zilizomzunguka yule nabii na ile miujiza aliyopewa nabii yule. Sasa hapo ndipo ambapo manabii wanakhtalifiana. Hawakhtalifiani katika ile nubuwa. Katika unubuwa wote wapo daraja moja. Fadhila zao na ubora wao unapatikana katika jambo la ziada ambalo linakuwa katika nabii huyu, lakini nabii huyu halipo. Lipo kwa nabii huyu na nabii huyu halipo. Na jawabu hii ni jawabu ya nguvu, jawab qawi matin, kwa sababu inatiliwa mkazo na dalil na hii aya ya Qur'ani tulionayo. Ukisongea mbele ya maneno haya faddalna ba'dahum ala ba'd, Allah azza wa jalla mbele anaeleza ma fuddila bihi rusul, jambo ambalo limefanya manabii wakafadhilishwa juu ya manabii wenzao, au mitume wakafadhilishwa juu ya mitume wenzao. Ar-rusul ni mitume. Allah azza wa jalla akaeleza minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat. Kwa hiyo hizi ni awsaf zaida. Ndio maana akatoa al-Qurtubi rahimahullah ta'ala jawabu hii, kisha anapiga mfano wa hii jawabu ili iweze kukaa vizuri katika fahamu ya Muislamu. Anasema mfano wa swala hili ni mfano wa masahaba. Hebu tuangalieni masahaba. Je, masahaba wote wapo katika daraja moja na manzila moja au wanatofautiana? Kuna masahaba bora kuliko wenzao? Jawabu ni masahaba hawapo katika daraja moja. Sahaba wanakhtalifiana katika manzila zao na daraja zao.
Kuna waliowazidi masahaba wengine katika daraja na katika fadhila na katika ubora, hili linajulikana, na hakuna anayeweza kulipinga yoyote katika Waislamu ambaye anaitakidi iman juu ya sahaba wa Mtume sallallahu alaihi wa sallam. Sasa basi, jambo ambalo lazima tulifahamu kwa masahaba ni vile vile ya kwamba sahaba hawa wote wanashirikiana na wapo katika daraja moja katika sifa na katika manzila ya suhba, yani kwamba wao ni sahaba wa Mtume, kwamba wao walisuhubiana na Mtume, kila mmoja alipata daraja ya suhba, wapo pamoja wote, hakuna anayemzidi mwenziwe. Yani usahaba wa Abu Bakar as-Siddiq ndio ule ule usahaba wa Abdurrahman bin Auf, ndio ule ule usahaba wa Uthman bin Affan wa Muadh bin Jabal wa Abdullah ibn Abbas na wengineo wengi. Maana usahaba nini? Usahaba ni yule aliyekutana na Mtume. Sahaba maana yake ni yule aliyekutana na Mtume sallallahu alaihi wasallam, akamwamini, akamfuata na akafa katika hali hiyo ya iman. Hii ndio maana sahabi. ما معنى صحابي؟ هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. ni yule aliyekutana na Mtume sallallahu alaihi wasallam, aliyekutana, sio aliyemuona. Kuna baadhi ya taarifu zingine zinasema huwa man raa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, lakini hada taarif ghair daqiq kama anavyosema al-Hafidh Ibn Hajar al-Asqalani. Taarifu ya kusema kwamba sahabi ni yule aliyemuona Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwamini, hii taarifu si dakiki, yani haijakaa vizuri sana, kwa sababu ukisema kwamba sahabi ni yule aliyemuona Mtume sallallahu alaihi wasallam, kuna masahaba wengine itabidi watoe. Akina nani? Akina Abdullah ibn Maktum, alikuwa kipofu, sasa yakumuona. Kwa hiyo taarifu ya kusema aliyemuona itakuwa si dakika. Ma huwa at-ta'rif ad-daqiq? Man laqiya, ni yule aliyekutana. Ataingia pia Abdullah ibn Maktum, kipofu, lakini alikutana na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa amana bihi au mu'minan bihi, akamwamini. Ukishasema hivyo utawatoa wale wote ambao walikutana na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam na hawakuamini, akina Abu Jahal, akina Abu Lahab, akina nani, kullu haula laqu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lakinnahum ma amanu bihi, mushrikina kufar. Kisha unasema wa mata ala dhalik. Hii ni qaidi muhimu katika taarifa ya sahabi, na akafa katika imani hiyo, kwa maana ya kwamba wapo waliomwamini Mtume sallallahu alaihi wasallam, waliokutana naye na wakamwamini, lakini walirtadi. Waliporitadi, kuna wengine kabla ya kufa kwao wakarudi katika iman, wakabaki kwa sahaba. Ndio maana al-Hafidh Ibn Hajar al-Asqalani katika taarifu yake ya sahabi yasema walau takhallalat ridda, hata ikiwa hapo katikati kulikuwa na ridda, bado ni sahabi. Yani yule ambaye alirtadi akarudi katika iman bado ni sahabi. Asiyekuwa sahabi ni yule aliyetoka katika imani akafa katika kufru, huyo si sahabi. Na taarifu ya kusema man laqiya nabii alayhi salatu wasallam mu'minan bihi ni kaidi nyingine muhimu ambayo inawatoa akina Abu Muslim al-Khawlani, ambaye alimwamini Mtume sallallahu alaihi wasallam katika enzi na zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini hakukutana naye. Tuelewe, kuna baadhi ya watu walimwamini Mtume alayhi salatu wasallam katika enzi zake, lakini ma iltaqau bin nabii sallallahu alaihi wasallam, hakukutana naye, lakini walimwamini. Wanakuwa katika sahaba? La, kwa sababu maltaqau bin nabii sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo hao wana jina lao kando, hawaitwi pia tabi'in. Maana tabi'in ni wale waliokuja baada ya enzi ya masahaba, na sahabi ni yule aliyekutana na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa hawa wataitwaje? Hawa katika lugha ya kielimu, katika ilmu ya hadith, wanaitwa al-mukhadramin. Wengi, jamu moja ni mukhadram. Mukhadram
ni yule ambaye alimuamini mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika zama zake, lakinahu ma laqiya an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam. Iliyotupelekea hapa ni kwamba sahaba wote wapo katika manzila moja ya sahaba. Sasa ubora wao upo wapi? Ubora wao upo katika zile awsaf zaida, katika zile sifa za ziada ambayo huyu anayo na huyu hana. Huyu ametangulia, huyu hakutangulia nayo, na kadhalika na kadhalika. La yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fathi wa qatal ulaika a'zam darajatan min alladhina anfaqu min ba'du wa qatalu. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة. hizi aya zinawazungumzia sahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam, wanaingia wasiokuwa sahaba ala sabili tabai, ambayo inakupa ushahidi kwamba sahaba wa mtume alayhi salam ma kanu ala daraja wahida. hawa mujahidin fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim, hawa qa'idin, hawa anfaqu min qabli al-fath, walitoa kabla ya fath na wakapigana, na hawa walitoa baada ya fathi Makkah na kadhalika. Kwa hivyo haya yote ni mambo ambayo yaliwafadhilisha baadhi ya sahaba juu ya wengine katika usuhuba wote wa pamoja katika daraja moja. Lakini kuna wale waliotangulia katika iman. ma aradtu al-islam ala ahadin illa kanat lahu kabwa ma ada Aba Bakr fa innahu lam yatala'tham. mimi sijampelekea mtu uislamu illa kanat lahu kabwa, illa kila moja alisita sita kidogo, alisema ngoja nifikirie, ngoja niangalie. illa ma ada Aba Bakr, isipokuwa Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu fa innahu lam yatala'tham. Nilipomsomea, nilipompelekea uislamu, nikamweleza ya kwamba uislamu nimetumilizwa nao na Allah azza wa jalla, na mimi ni nabii, nimetumilizwa na Allah subhanahu jalla wa ala, nimekuja na tauhid, na nimekuja kuwaonya watu juu ya kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Abu Bakar radhiyallahu anhu wa arda pale pale alitamka ashhadu an la ilaha illa Allah wa annaka rasulullah, hapo hapo, lam yatalahtham, akusita hata dakika moja. Hadi manqiba, jambo ambalo limemsongeza Abu Bakar as-Siddiq kuwa mbele, na mambo mengine mengi yanayojulikana katika siyar na katika manaqib ambazo zimesajiliwa nyingi katika hadithi za mtume sallallahu alaihi wasallam. Ukisoma vitabu vya hadith, sahih al-Bukhari, sahih Muslim na dawawin sunna zote kwa jumla, utakuta ndani yake kuna milango ya manaqib, milango ya siyar ambayo ndani yake inaelezwa manaqib ya sahaba. Sasa basi, Al-Qurtubi anasema hawa sahaba ni vile vile kwamba wote wanashirikiana katika suhba, lakini wanakhtalifiana katika manazili na katika daraja. Sasa vile vile mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala wanashirikiana wote pamoja katika nubuwa fi daraja wahida, lakini kuna awsaf na kuna ahwal na kuna muujizat ambazo zimewateua wengine juu ya wengine. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah jalla jalalu akamwenua katika daraja kubwa sana. Moja katika mambo ni kwamba miongoni mwa miujiza ya Mtume Muhammad alayhi salatu wasalam, annahu unzila alayhi alquran. Quran, kitabu ambacho Allah azza wa jalla amekisifu ndani ya Quran, musaddiqan lima baina yadayhi min alkitabi wa muhaiminan alayhi, kitabu kinachosadikisha vitabu vyote vilivyotangulia nyuma. Wa muhaiminan alayhi, na ni kitabu ambacho kipo juu
ya vile vitabu vingine vyote. Muujiza wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambao umemfanya nala hadhihi rutba wa nala hadhihi rif'a wa hadhihi almanzila ala sa'ili rusuli. Hizi ndio jawabu mbili ambazo wanazuoni wanazihimiza au wanazisisitiza katika kujibu swala la kujumlisha au kujumuisha baina ya hadith inayokataza na aya inayoonyesha kwamba inafaa kutaja ubora wa mitume juu ya wengine. Kwa hiyo tukitoka hapa itakuwa tumepata hii faida muhimu ya kuwa wakati gani ambao Muislamu anafaa kutaja ubora wa mitume na katika hali gani, na kivipi tunaweza kujumuisha baina ya hii aya inayoonyesha ubora wa mitume juu ya wengine na hadithi inayosema msinifanye mimi kuwa ni bora ya mitume wengine au bora kuliko Musa alayhi assalam. Nafikiri inshallah taala tukitoka hapa somo hili litakuwa lipo wazi inshallah taala. Faida nyingine kadhalika ambayo inatokamana na aya hii tukufu ya Allah subhanahu jalla fi ula. Katika aya hii imekuja bayan ma fudhila bihi ar-rusul, bayana ya yale mambo ambayo mitume walifanywa kuwa ni bora juu ya wengine. Allah azza wa jalla katika hii aya tukufu kataja mambo mawili ambayo yamewafanya baadhi ya mitume kuwa ni bora kuliko mitume wengine. Awalan, Allah azza wa jalla akasema minhum man kallama Allah, na katika lafzi hii wanazuoni wa balagha wanatuambia kuna faida kubwa sana ya balagha na maana kubwa ambayo inaitwa katika lugha, katika fani ya balagha, fani ya badi' inaitwa al-iltifat. Al-iltifat ni pale unapozungumza maneno kwa mujibu wa dhamiri fulani, kwa mwelekeo fulani, ghafla katika maneno yale yale, alafu ule mwelekeo ukabadilika au ile dhamiri ikabadilika. Hii inaitwa iltifat, yani mgeuzo. Hii ni mbinu ya balagha kubwa katika Qur'ani, katika lugha ya Kiarabu ambayo inakuja kwenye Qur'an ili kuonesha ubingwa wa lugha ya Qur'ani. Maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala yapo juu sana. Aya inasema tilka rusulu faddalna, dhamiri iliyotumika ni nuni ambayo inaitwa nuni at-ta'dhim au nuni al-'azama. Nuni al-'azama ndio hii faddalna. Hii nuni ikija katika lugha ya Kiarabu ina maana mbili, ta'dhim na jam'u. Kwa hivyo hapa kwa yaqini tunajua kwamba sio jam'u, maana Allah ni moja. Kwa hivyo maana hii nun ni nun at-ta'dhim au nun al-'azama, nun ya ukubwa wa Allah subhanahu wa ta'ala na utukufu. Hao ni mitume ambao tumewafadhilisha. Si kwamba Allah ni wengi, la, Allah ni moja. Sasa hii tumewafadhilisha, huu wingi, hii jam'u au hii nun ambayo imekuja si nun al-jam'i bal huwa nun at-ta'dhim. Twende mbele. faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallama Allah. Sasa hapa imekuja ismun dhahir, alam ya Allah subhanahu jalla jalaluhu. Wa rafa'a ba'dahum darajat, kisha Allah azza wa jalla karudi katika nuni al-'azama tena kule, kama kule mwanzo inaunganishwa tena. Wa ataina Isa ibn Maryama al-bayyinat, tunaendelea wa ayyadnahu bi ruhil qudus, kisha tunarudi tena katika ismu dhahir walau shaa Allahu. Sasa angalia hizi iltifat vile zinavyokwenda, usione haya ni mambo yanakuja ashwaiyan au ni mambo ambayo yanakuja bila makusudio maalum.
haya maneno yanakuja kwa nidham na mfumo maalum na maana maalum. Haya mabadiliko, haya mageuzo kutoka kwenye nuni ta'dhim ila ismi dhahir, kurudi kwenye nuni ta'dhim kisha kurudi tena katika ismu dhahir. Wewe kama hujapeleleza, basi fahamu ya kwamba haya maneno yamebeba maana kubwa, na huu uslub una maana yake na maksudi yake maalum, tutakuja kubainisha mbele inshallah. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala hapa atuambia, tasimama kidogo kwa ajili ya adhan al-isha kisha nuwasil bi mashiati Allah ta'ala. Nukta ya tatu ni hii ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amebainisha katika aya hii ma faddala bihi ar-rusul, yale mambo ambayo amewafadhilisha kwayo mitume, na ametaja Allah subhanahu wa ta'ala amrain, mambo mawili. Jambo la kwanza aliposema minhum man kallama Allah, miongoni mwa hao mitume wamefadhilishwa kwa sababu ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala alizungumza nao. Ili tamko kilitizama ndani ya Qur'an unaliona limeandikwa man kallama Allah. Unaweza kutatizika, labda ukadhani ni mitume ndio inakusudiwa hapa, kwamba mitume ndio waliozungumza na Allah, lakini sio hivyo maana yake na makusudio. Maana ingelikuwa hayo ndio makusudio, Allah lafdhul jalala isingelikuwa marfu, ingelikuwa mansub, maana mitume ndio waliozungumza na Allah subhanahu. Lakini lafdhul jalala ni marfu, minhum man kallama Allahu. Kwa hiyo Allah ndio fa'il,
kwa maana ya kwamba hili tamko limefanyiwa hadhfu الضمير للاختصار, ambayo hadhfu yenyewe pia ni uslub min asalibi albalagha. Katika uslubu wa balagha kuna uslubu unaitwa uslubu alijaz wal hadhf. Dhamiri inaondolewa, haitajwi kwa sababu inafahamika, au neno lina halitajwi kwa sababu inafahamika, au ibara nzima inatolewa haitajwi sababu inafahamika. neno linaondolewa au ibara alitajwi, yakul yuhdhaf, tuhdhaf kalima au tuhdhaf ibara لأن السياق kwa sababu siyaq inatosheleza, na hii ndio balagha ya Qur'an. Allah subhanahu wa ta'ala atuambia wa idh istasqa Musa liqaumihi faqulna idrib bi'asaka alhajar. Pindi Musa alipoombea watu wake maji, tukamwambia Musa, piga kwa fimbo yako jiwe. Fanfajara, sivyo? faqulna idrib bi'asaka alhajara fanfajarat minhu 12 aina. Hii aya haijatuambia kwamba Musa alipiga, haijasema. Lakini Allah azza wa jalla alipotuambia kwamba jiwe lilipasuka, imetosheleza kutotaja kwamba alipiga. Hiyo ndio balagha ya Qur'an. Yani kando na Qur'ani, fi kharij al-Qur'an ibara ingelikuwa hivi: wa idh istasqa Musa liqaumihi faqulna idrib bi'asaka al-hajara fadharaba. Lakini hili tamko la fadharaba halikutajwa ndani ya aya hii. Kwa nini halikutajwa? Kwa sababu Allah azza wa jalla akituambia fanbajasat au fanfajarat, hiyo inamaanisha tayari kwamba fadharaba, kwa kuna haja kutaja fadharaba. Hivi ndivyo inavyokwenda balagha ya Qur'ani ambayo inaitwa balaghat al-ijaz wal hadhf. Sasa kadhalika inakuwa katika dhamiri. Kwa hivyo hili tamko la minhum man kallama Allah imefanywa hadhfu na ijaz, maana yake au asli yake minhum man kallamahu Allah. Huu hamna, imetolewa kwa ajili ya balagha. Asli ya hili tamko ni minhum man kallamahu Allah. Miongoni mwa mitume hao ni wale ambao Allah azza wa jalla alizungumza nao. Tayeb, wanazuoni wanatuambia hawa mitume waliokusudiwa hapa katika hili tamko ni mitume wangapi? Watatu. Tayeb, asante. Wa kwanza Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Tayeb, wa pili Musa alayhi salam. Wa tatu Adam alayhi salam. Hii jawabu ulipata wapi? Kwenye hadithi ya Abi Dharr al-Ghifari, jazakallah khair. Yani hadithi ya Abi Dharr inataja hawa mitume wote au inamtaja Adam peke yake? Adam peke yake. Asante, barakallahu fik. Ili somo ulikuwa umelitali kabla ya kuja ama ulikuwa tangu mbele wajua? Umesoma nyuma. Asante, barakallah. Tastahiq jaiza. Ngoja nikupe zawadi inshallah taala. Barakallahu fik. Unataka kushindikiza? Haya. Na Ramadhan pia naye anashindikiza. Barakallahu fik. Haya. Halete na yako ya kushindikiza. Haya. Asante. Barakallahu fik. Haya, na kuna na kitabu pia tutakupa inshallah. Andika jina lake, utampa kitabu inshallah. Ahsante. Hada jawab sahih. Mitume ambao Allah azza wa jalla alizungumza nao ni mitume watatu. Wa kwanza anayejulikana kama inavyothibitisha Qur'an manhu Musa alayhi salam. Nasi ipo wazi, wa kallama Allahu Musa taklima, hiyo ina utata. Kisha wa pili ni mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na hadithi za Isra na nyinginezo zipo wazi zinazothibitisha anna Allah subhanahu jalla jalaluhu kallama nabiyahu Muhammadan
sallallahu alayhi wasallam katika safari yake ya Mi'raj. Allah azza wa jalla akazungumza naye, ndio akampa sala, akampa na maamrisho mengine. Mtume wa tatu ni Adam alayhi salam. Lakini Allah azza wa jalla kuzungumza na Adam alayhi salam ina tofauti na kuzungumza na hawa mitume wawili. Adam alayhi salam Allah azza wa jalla alizungumza naye pindi alipokuwa fil janna kabla ya kuteremshwa. Allah jalla jalalu kallama Adam alayhi salam عندما كان في الجنه. yale maneno tunayosoma ndani ya Qur'ani inasemaje? Wa uskun, aywa, mwanzo inasemaje? wa idh qulna ya adam uskun anta wa zawjuka aljanna wa kula minha ragadan haythu shi'tuma wa la taqraba hadhihi shajara fatakuna min adh-dhalimin, mpaka mwisho wa aya. Kwa hivyo haya ni mazungumzo Allah azza wa jalla kallama Allah azza wa jalla iya Adam alayhi salam. Hili lina utata, kwa hao ndio mitume Allah subhanahu wa ta'ala alizungumza nao. Sasa makusudio ya haya mazungumzo ikhwani, pia aya hii haikutaja, lakini ni makusudio ya kwamba minhum man kallamahu Allah bila wasita. Kwa hiyo pia kuna tamko lingine ambalo halikutajwa pia, na tamko lenyewe ni bila wasitatin. Allah azza wa jalla alizungumza na mitume wake wengi, sio hawa peke yake, sio hawa watatu. Allah azza wa jalla alizungumza na mtume wake Isa alayhi salam na wengineo wengi, lakini hawa mitume wengine Allah azza wa jalla kallamahum biwasitatin, alizungumza nao kwa wasita, na wasita wa malak Jibril alayhi salam anatumilizwa, anakwenda kuzungumza nao. Anatumwa Jibril, anakwenda kwa Ibrahim alayhi salam, ametumwa Jibril akaenda kwa nabii fulani, anakwenda kwa nabii fulani, kwa nabii fulani, anazungumza naye maneno yanayotoka kwa Mola wake subhana jalla jalalu. Kwa hiyo maana ya minhum man kallama Allah ay minhum man kallamahu Allah bila wasitatin. Na maana ya tamko hili, maana yake ni kwamba kuna manabii wengine ambao Allah azza wa jalla pia alizungumza nao, lakini wao daraja yao itakuwa iko chini. Hao ndio ambao hawa waliofanywa ni bora, walifanywa bora juu ya hawa ambao Allah azza wa jalla alizungumza nao kwa wasita. Kwa hiyo asli haya maneno, asli yake ni minhum man kallamahu Allah biwasitatin wa minhum man kallamahu Allah bila wasita. واضح؟ أو تقديم وكسمة منهم من كلمه الله بلا واسطة أو ndio فضل, ومنهم من كلمه الله بواسطة. haya maneno yote yametolewa, hayapo, yamefanywa hadhf kwa sababu inafahamika katika hii siyaq, na hii yote ni balagha ya Qur'an. Jambo la pili ambalo fadhala Allah azza wa jalla bihi rusul ni ومنهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات, ni kwamba Allah azza wa jalla kuna baadhi hawa mitume ambao amewanyanyua katika daraja, yani amewainua katika daraja. Na daraja inayokusudiwa hapa ni darajatin hissiyatin wa darajatin ma'nawiyya, kisha darajatin hissiyatin wa ma'nawiyatin fi dunya na darajatin hissiyatin wa ma'nawiyatin fil akhirah. Yani kwa Kiswahili, daraja za hisia ambazo tunaweza kuziona na kuzihisi, na daraja ma'nawiyya ambazo hatuwezi kuziona na kuzihisi. Na daraja hizo zinazoonekana na zisizoonekana zipo duniani, na daraja hizo kadhalika zipo akhera. Zote hizi zimetumiwa na Allah azza wa jalla katika kuwainua mitume. Tunaelewana katika ibara hii? Wanazuoni katika siyaki haya maneno wanatoa mfano wa mitume kufanywa baadhi yao ni bora kuliko wengine katika daraja. Wanasema mfano wake mzuri ni hadithul Isra,
hadithi ya Isra na Mi'raj. Mtume alayhi salatu wasalam katika safari yake ya Mi'raji alitoka kwenye mbingu moja ya kwanza mpaka mbingu ya pili mpaka mbingu ya tatu mpaka mbingu ya saba. Tunasoma katika hadithi ya kwamba katika kila mbingu alikutana na nabii. Kwa hiyo hawa manabii wapo katika kila mbingu, wote hawakuwa katika mbingu moja. Yani hawa mitume na manabii aliowakuta mtume sallallahu alaihi wasallam aliokutana nao katika safari yake ya Mi'raji hawakuwa wote katika mbingu moja. Yani wote katika mbingu ya kwanza mfano mathalan, au wote katika mbingu ya saba, la, wamewekwa katika mbingu mbalimbali. Na kule kuwekwa katika mbingu tofauti tofauti ni kuonesha zile daraja zao manabii na mitume hao mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba wanatofautiana. Katika mbingu ya kwanza kakutana na nabii man fi samai al-ula, man la Adam alayhi salam. Mbingu ya kwanza kakutana na Adam alayhi salam. As-samaa thania akakutana na manabii wawili au nabii na mtume, Yahya alayhi salam wa Isa alayhi salam. As-samaa thalitha kakutana na nabii man Ibrahim, la Ibrahim bado la. Nani amesema Idris? Ahsant, Idris alayhi salam. kakutana na Idris alayhi salam fi الثالثة. الرابعة akakutana na Yusuf alayhi salam. الخامسة هارون عليه السلام. السادسة موسى عليه السلام. السابعة إبراهيم عليه السلام. angalieni hawa manabii vile Allah azza wa jalla alivyoweka katika hadhihi as-samawat kama jaa dhalika ani nabii sallallahu alayhi wasallam. Wallahu a'lam. Tutakuja kuendelea inshallah taala kuanzia hapa kukamilisha yaliyobakia katika aya hii. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.